anaweza akajiondoa nini? Madoa yake. Ndivyo mwanadamu ambavyo kama anaweza. Manake dhambi za mwanadamu hazitoki hata kwa namna yoyote isipokuwa kwa namna ya Mungu. Tuna sababu nyingi za kumshukuru Mungu sana. Unajua, ngoja nikupe siri moja. Neno Elohim ni jina la Mungu linalomaanisha utimilifu wake au utatu wa Mungu. Hapo mwanzo Mungu, kabla shetani hajaasi, Mungu akinijalia, japokuwa nimekuwa nikipitia vita sana kwenye kitabu baba yetu Isaac atakuja azindue kitabu fulani hapa. Tutakitumia kwenye maombi. Jinsi ya kupambana na ulimwengu wa giza. Kwa sababu ili upambane na adui pia unatakiwa umjue adui. Ndio maana kitu kilichomfanya Paulo akafanikiwa sana, nimekuja kugundua siri. Alikuwa na ufahamu sana ufalme wa giza. Alikuwa anamjua adui, jinsi anavyofanya kazi. Paulo kwa kujua tu hivyo alienda akabomoa ngome ya mungu fulani mke Efeso, Artemi. Akabomoa hiyo madhabahu na akasimamisha kanisa pale. Kwa sababu ni hila. Sasa iko hivi. Elohim ni jina la Mungu linalomaanisha ujumla, utatu mtakatifu wa Mungu, yani Roho Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa ujumla wao wanaitwa Elohim. Na ndio maana unapoimba ule wimbo wa kuabudu wa Shama, imba kwa kumaanisha, kwa sababu unataja utimilifu wa Mungu. Elohim maana yake ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa ule utatu hata shetani alijaribu kuukopi. Na ndio maana unaona kwa mfano neno Kristo maana yake ni mwanadamu mtimilifu. Kristo maana yake ni mwanadamu mkamilifu. Ndio maana ya Kristo maana yake ni utimilifu wa Mungu ndani yetu. Ndio maana mwanzoni unaona anaitwa Emmanuel, maana yake ni Mungu pamoja nasi. Sasa mwanadamu ili aweze kutimia ni lazima awe na Yesu. Sasa iko hivi, kwa nini kuna kitu kinaitwa mpinga Kristo? Mpinga Kristo ni mwanadamu fake anayejifanya mtimilifu, kwa sababu namba 3 Mungu huwa anaitumia kwenye utimilifu. Namba 3 Mungu huwa anaitumia kwenye utimilifu. Sasa ukiangalia kwenye namba katika uumbaji, mwanadamu aliumbwa siku ya 6. Kwa ukisema 6 maana yake ni mwanadamu. Sasa ukisema 666 maana yake ni mwanadamu mtimilifu. Kinyume cha Kristo. Ndio maana anaitwa mpinga Kristo, kwa sababu yeye anajiita mkamilifu wakati hakutoka kwa Mungu. Kwa sababu kilichozaliwa na Mungu mara ya kwanza kwa ajili ya kuleta utimilifu wa mwanadamu ni Yesu. Kama vile alivyo mtimilifu, na sisi tutakuwa watimilifu. Sasa kwa nini inatupasa tumshukuru Mungu? Kwa sababu shetani anatafuta kwa namna nyingi atuangushe, atumeze, atuharibu maisha yetu. Hatupendi. Yaani shetani hatupendi. Kwa imetupasa tumshukuru Mungu. Hapo tuangalie Zaburi 50 mstari wa 23. Tuangalia Zaburi 53. Zaburi 50 mstari wa 3, neno la Mungu linasema. Mstari wa 23. 23 neno la Mungu linasema. Anasemaje? Atoae dhabihu za kushukuru. Ndio. Ndiye anayenitukuza. Atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Naye autengenezaye mwenendo wake. Ndio. Nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Amina. Asante mama. Atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Wewe nikupe mfano mmoja wa ajabu.
vipengele, moja ya kipengele cha muhimu sana ni kumshukuru Mungu kwenye maombi. Ukitaka maombi yako yawe na nguvu ghafla, jifunze kumshukuru Mungu kwenye maombi. Wewe nikupe mfano mwepesi. Sawa? Chukulia mama Abishai. Akaanza tu labda umefika nyumbani. Akasema, "Mama, asante." Sasa asante kwa sababu gani? Si wewe umeninunulia pipi. Unaambia, "Haya mwanangu, Mungu akubariki." Baadaye ghafla tena, "Mama, asante." "Asante kwa sababu gani?" "Si unaona mama umeninunulia na shati hili." Sasa basi Mungu akubariki mwanangu. Baadaye, "Mama, asante." Sasa ile asante ya tatu lazima sasa utakuwa makini naye. Mwanzo ulikuwa unafikiri anatania. "Mama, asante." Sasa kwa nini? Si unaona mama sasa tayari umeshatupikia na ugali. Unaona? Basi Mungu akubariki. Baada unasema asante, unasema mama asante. Nasema asante kwa sababu gani? Si unaona mama sasa hivi tayari umeshanifulia na nguo. Sasa huyu mtoto jamani, unatulia. Baada ya mama samani, asante. Mamangu, asante sana. Nasema asante kwa sababu gani? Si unaona sasa tayari umenifunika na shuka. Najiuliza huyu mtoto jamani. Basi sasa. Baadaye mama asante. Kwa nini tena kijana wangu anasema mama umeshanilipia na ada ya shule? Mungu akubariki sana. Hebu niambie kitu gani kitakachokuja kwenye moyo wako? Moja, utampenda sana. 2, utatamani kumfanyia vingine vingi ili aendelee kukushukuru. Sasa Yesu aliposema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, alimaanisha tuvifate hivyo vipengele vya maombi. Na ndio maana unaweza kujiuliza kwamba hivi Yesu alipoambia kina Petro kwamba kwa nini mmeshindwa kukesha na mimi hata walau kwa risali moja? Hebu jiulize, maombi yanawezaje kufikisha saa moja? Yanaweza kufikisha saa moja maombi kama ukivifata vipengele vya kuomba. Maombi yanakuwa mafupi sana na magumu na makavu kwa sababu vipengele vya maombi uvizingatii. Kwa sababu kwenye kushukuru tu pale unaweza kutumia hata nusu saa, kwa sababu vya kushukuru ni vingi. Na unaweza ukashangaa unaishia kushukuru tu. Kwa nini? Waefeso 4:6 anasemaje? Hapo tuanze kuteremka sasa kwenye vitabu. Kwa sababu unaweza ukafikiri kwamba labda pengine yani Yesu alifundisha sala na akaweka vipengele. Kipengele cha mwisho kabisa ni maombi ya vita, ambapo pale mwishoni ndo anasema bali utuepushe na yule muovu. Utuepushe majaribuni, usituingize majaribuni, bali utuepushe na yule muovu. Maana hayo ni maombi ya kupinga hila za adui. Bwana asifiwe sana. Haya, Efeso 4:6 anasemaje? Neno la Mungu linasema. Anasemaje bwana? Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote. Ndio. Na ndani ya yote. Na ndani ya yote. Asante sana mama wangu, Mungu akubariki. Twende sasa pale kwenye Wafilipi 4:6. Tunakuonesha Mungu juu ya yote. Sasa Wafilipi 4:6 anasemaje hapo? Wafilipi 4:6. Wafilipi 4:6 anasema. Anasemaje? Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Pamoja na kushukuru. Pamoja na kufanyaje? Na kushukuru. Pamoja na kufanyaje? Na kushukuru. Kushukuru ni kipengele maalum. Ni kipengele maalum cha maombi. Cha maombi. Wakati mwingine kuna watu wanaona maombi ni kama ni mzigo. Kwa sababu gani? Hawavijui vipengele. Kipengele cha kwanza, sema tu Yesu nakushukuru. Kwa nini? Kwa sababu Mungu umenilinda. Kuna watu wamepata ajali lakini mimi niko salama.
hivi hivi ni kwa matendo yangu Mungu? Hapana. Nakushukuru sana, nakushukuru sana, nakushukuru sana. Yesu, pokea heshima. Nakushukuru sana, nakushukuru sana. Mungu, nakushukuru mno kwa sababu unastahili. Lakini Mungu, sitaki kuondoka madhabahuni kwako bila kukushukuru kuhusu chakula. Umenipatia chakula. Nasema asante. Nasema asante. Mungu, pokea heshima. Mungu, pokea heshima. Umenipa riziki. Asante. Mungu, asante. Asante. Alafu Mungu, nitaka kusahau. Unajua unaongea na Mungu kama baba yako. Unaposhukuru sio ile maombi ya vita. Kushukuru, tunashukuru kwa upendo. Yaani kama unavyoongea na baba. Unaona? Uwezo ukasema unaenda kuomba kushukuru, unasema kwa jina la Yesu ninakushukuru. Amna. Hapana. 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 Hivi tuchukulie baba. Yaani kweli kabisa unashukuru hivyo kweli. Ninakushukuru. Jamani. Hapana. Yesu, ninakushukuru. Asante. Mungu wangu, pokea heshima. Pokea heshima kwa ajili ya mchungaji. Umemlinda. Yupo. Asante kwa ajili ya wazee wa kanisa. Asante kwa ajili ya kanisa letu. Mungu, umetulinda. Asante. Yaani kwa sababu ni dhambi kutokuwaombea watakatifu wa Mungu. Unashukuru pa. Hivi unataka kuniambia kwenye kushukuru tu hapo? Hebu niambie paka sasa hivi. Hebu niambie, wewe unaweza kutumia na muda gani kumshukuru tu Mungu? Yaani kwa vipengele hivyo tu. Uhai, uzima, riziki, chakula. Yaani unaweza kutumia muda gani? Si umeshatumia karibu nusu saa, si ndio? Bado vipengele vingine sasa vinafuata vya maombi. Ndio maana hapo utayamaliza tu masaa mawili. Utamaliza tu risali moja. Yaani utagundua kuna muda, yaani muda haukutoshi kumshukuru Mungu. Hebu angalia Zaburi 95. Zaburi 95. Tuangalie kitu kingine pale. Zaburi 95. Nafundisha vipengele vya maombi. Kipengele cha kwanza ni kumtukuza Mungu. Jina lako litukuzwe. Ambao ni kujua uwepo wa Mungu. Ni kujua uwepo wa Mungu. Kipengele cha pili ni kumshukuru Mungu. Vipengele vingine vinaeleweka kirahisi. Kwa mfano utupe leo riziki yetu, ni kuomba mahitaji, si ndio? Hiyo ni kila mtu yuko serious. Hiyo huwezi kuifafanua sana. Hiyo kwa kweli hata mimi huwa niko serious. Zaburi 95. Anasemaje hapo mama? Zaburi sura 95 mstari wa kwanza. Njoni tumwimbie Bwana. Tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Mwamba wa wokovu wetu. Anasemaje? Tuje mbele zake kwa shukrani. Twende mbele zake kwa kufanyaje? Kwa shukrani. Twende mbele zake kwa kufanyaje? Kwa shukrani. Unaona sasa, tusiende mbele za Mungu kwa kuanza na mahitaji. Anasema njoni mbele zangu kwa shukrani. Yaani unajua ni kwa nini Daudi anaonekana ni mtu fulani wa tofauti? Ilikuwa ni jamaa la kushukuru tu. Nimezitafakari shuhuda zako. Sijui mara nini. Unafikiri hapo tuende kwenye Zaburi 99. Uone tena hapo ninasemaje? Ili jamaa lilikuwa yaani unajua jamani. Zaburi 99 mstari wa kwanza. Anasemaje? Bwana ametamalaki. Mataifa wametetemeka. Ameketi juu ya merikebu. Nchi imetikisika. Bwana katika Sayuni ni mkuu. Bwana katika Sayuni ni nini? Ni mkuu. Yaani hili jamaa lilikuwa linamtukuza Mungu na kumshukuru. Naye ametukuka juu ya mataifa yote. Amefanyaje? Ametukuka juu ya mataifa yote. Yaani ni kutukuza tu. Na walioshukuru jina lake kuu la kuhofiwa. Na walioshukuru jina lake kuu la kuhofiwa. Unaona sasa? Ndiye mtakatifu. Ishi hapo mama. Na walishukuru jina lake kuu. Sasa huyu jamaa watu wa Mungu.
Hebu simama tufanye kitu kimoja. Simama tufanye kitu kimoja. Tumshukuru Mungu. Naweza nikafafanua sana hapa, lakini hebu tumshukuru Mungu tu kwanza. Tumshukuru Mungu. Tuna vitu vingi vya kumshukuru Mungu. Kwanza, amenifikisha mimi salama. Pili, nimewakuta ndugu zangu naowapenda sana mnaendelea na ibada. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Kupewa nafasi tu ya kufanya ibada. Mimi nakwambia sasa hivi imekuwa ni kitu adimu. Wakati mimi nakuja nimepanda bajaji, vijana wamelewa. Watu yani wameweka na muziki mdogo kwenye bajaji. Yani tumekuja tunatumbuizwa tu na muziki fulani. Mimi moyoni kana najisikia machozi kwamba hata sisi, nikasema Mungu, mimi siwezi kuwachukia wala hata kuwanunia, kwa sababu hata wao sio wao, wametekwa. Usione mtu anaingia kwenye shida ya dhambi fulani ukafikiri labda anataka yeye. Hamna, ni ufalme wa giza. Kwa sisi tunatakiwa kumshukuru Mungu. Ndio maana kabla hapo tusome hapo Waefeso. Tuone Paulo anavyosisitiza kwenye kitabu cha Waefeso hapa. Waefeso ile sura ya kwanza kabisa. Waefeso hapa. Kwanza tuanze Waefeso sura ya 2. Uone hapa. Fungua hiyo Waefeso. Kama una Biblia fungua hiyo Waefeso. Wakati anasoma mama hapa tuifuatishe hii mistari. Tutarudi baadaye kwenye Waefeso 1. Tunatakiwa kumshukuru Mungu kwa sababu mimi nakuambia ukweli, si kwa ujanja wako umemjua Mungu. Ni kwa neema. Kuna watu wanatamani kuacha sigara, wameshindwa. Unaona, Isaac nadhani namkumbuka yule ndugu yetu David. Ile mara ya mwisho mimi nimekuja, tulimuita, akaniahidi kabisa kwamba nakuja kanisani. Yuko wapi? Hatuwezi kumchukia. Amekamatwa. Shetani kama hana nguvu, Yesu asinge nguvu pale msalabani. Na yule jamaa anateka kikanuni, anatumia kanuni au sheria. Kwa ndo maana hata Yesu ilibidi afate utaratibu kutukomboa. Sio swala la kusema tu kwamba wanadamu na wawe huru. Hamna. Aliacha enzi na heshima yote Yesu. Akakubali kuchukua mwili wa Mariamu. Yesu. Sio swala, angeweza tu akasema tu kwamba sasa kuanzia sasa hivi wanadamu wote wawe huru. Lakini alifuata utaratibu. Pamoja na kwamba Yesu amekufa msalabani, bado kuna watu kila siku wanaenda kuzimu. Kila siku itwayo leo. Kwa sisi tuna haja ya kumshukuru Mungu. Anasemaje kwenye Efeso? Tuanze sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema. Anasemaje? Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Ndio. Ambazo mliziendea zamani. Ndio. Na kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Ndio. Na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Ndio. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Ndio. Ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao. Ndio. Katika tamaa za miili yetu. Ndio. Tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ania. Ndio. Tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira. Ndio. Kama na hao wengine. Ndio. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Kwa kuwa ni mwingi wa nini? Kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Ndio. Kwa mapenzi yake makuu. Ndio. Aliyotupenda. Ndio. Hata wakati ule tulipokuwa wafu, ndio, kwa sababu ya makosa yetu, ndio, alituuisha pamoja na Kristo. Ndio. Yaani tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Kwa neema. Unaona sasa? Ndio maana hapa mwishoni kwenye mstari wa 9 anasema wala si kwa matendo. Wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akafanyaje? Akajisifu. Tumeokolewa kwa neema. Mstari wa 6 mama. Mstari wa 6 anaendelea kusema. Anasemaje? Akatufufua pamoja naye. Akatuketisha pamoja
pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Unaona sasa? Hivi hapo hujapata sababu ya kumshukuru Mungu? Kwa yani mpaka hapo hujapata sababu ya kumshukuru Mungu? Twende kwenye Efeso sura ya kwanza sasa. Efeso sura ya kwanza. Kuanzia mstari wa 5 mama. Efeso sura ya kwanza mstari wa 5, neno la Mungu linasema. Anasemaje? Kwa kuwa alitangulia kutuchagua. Ndio. Ili tufanye wanawe katika njia ya Yesu Kristo. Ndio. Sawa sawa na ulazi wa mapenzi yake. Ndio. Na usifiwe utukufu wa neema yake. Angalia, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Ndio. Katika yeye huyo, ndio, kwa damu yake, ndio, tuna ukombozi wetu. Ndio. Msamaha ya dhambi. Ndio. Sawa sawa na wingi wa neema yake. Ndio. Naye alituzidishia mapenzi yake. Ndio. Sawa sawa na ulazi wake. Ndio. Aliyokusudia katika yeye huyo. Ndio. Yaani, ndio, kuleta madaraka ya wakati mkamilifu. Ndio. Atavijumulisha vitu vyote. Ndio. Katika Kristo. Ndio. Vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Ndio. Naam. Ndio. Katika yeye huyo. Twende mstari wa 11. 11 anaendelea kusema. Anasemaje? Na ndani yake sisi nasi tulifanywa ulisi. Huku tukichaguliwa tangu awali. Sawa sawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Ndio. Nasi katika huyo, ndio, tupate kuwa sifa ya shauri la mapenzi yake. Ndio. Nitarudia. Ndio. 12. Ndio. Nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake. Ndio. Sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa I say, hebu nenda mstari wa 17 uone hapo. 17 neno la Mungu linasema. Anasemaje? Na 18 tutaishia hapo 18. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa utukufu. Awape ninyi roho ya hekima na roho ya ufunuo. Ndio. Katika kumjua yeye. Katika kufanyaje? Kumjua yeye. 18 anasemaje? Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Mjue tumaini la wito wake. Ndio. Jinsi lilivyo. Ndio. Na utajiri wa utukufu wa uweza wake. Ndio. Ndani yetu. Ndio. Tuaminio jinsi ulivyo. Jinsi ulivyo. Kwa kadiri ya utendaji wa nguvu zake. Kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Ndio. 20 anasema. Anasemaje? Aliyotenda katika Kristo. Ndio. Alipomfufua katika wafu. Ndio. Akamweka mkono wake wa kuume. Ndio. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Ishia hapo. Yaani Paulo anasisitiza, anasema hivi, macho yenu yatiwe nuru. Mpate, yaani anataka mpate kujua jinsi utajiri wa urithi wake jinsi ulivyo na tumaini lake jinsi ulivyo. Yaani anasisitiza ili tupate kumshukuru. Tupate kumshukuru kwa sababu yeye anastahili. Yeye anastahili. Hebu tukatumie muda fulani hivi, kwa sababu nimekwambia hivi, ukisema Elohim maana yake ni Mungu katika utatu mtakatifu. Yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Shetani anakopi kutafuta utatu huo. Ndio maana na yeye amekuja na namba 666. Manake anatafuta na yeye utimilifu au kamilifu. Kwa sababu shetani hujigeuza kuwa malaika wa nuru, alihali yeye ni giza. Shetani ni giza. Tutakuja kufafanua siku moja kuhusu habari zake, tutakuja kufafanua siku moja. Lakini shetani kwa kuumbwa kwake, alivyoumbwa, aliumbwa akiwa na mawe ya mwangaza. Alipambwa kwa madini yanayong'aa sana, yanang'aa sana. Lakini alipomwasi Mungu, yale madini yakazimishwa kwa sababu alilaaniwa. Kwa hiyo
zile nuru zake zilizokuwa zinampamba zikazimika, akageuka kuwa giza. Ndio maana dunia ikabadilika kabisa. Ilikuwa ni sehemu yake ya kutawala. Dunia ilikuwa imejaa mwanga wa dunia ukazimika, dunia ikawa giza. Na ndio maana hata wakati Mungu anakuja kuleta matengenezo, utaona dunia ilikuwa ni ukiwa na giza lilikuwa linatawala. Ndipo Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Mungu alianza kutengeneza upya. Matengenezo Mungu alianza zamani baada ya uharibifu wa adui. Sasa pamoja na kwamba shetani hujigeuza mara nyingi kutupofusha macho, Paulo anasema hivi, macho yenu yatiwe nuru, mjue jinsi utajiri wa kumjua yeye jinsi ulivyo. Sisi hata kama hatujamjua sana, ila walau tumemjua Mungu. Imetupasa kumshukuru. Hebu sema, Bwana Yesu, nifundishe kukushukuru. Niondolee roho ya kiburi. Niondolee roho ya majivuno. Niondolee roho ya ukatili, ya kutokukushukuru. Nipe uweza wa kukushukuru. Nipe moyo wa shukrani. Ili niweze kumshinda adui. Katika jina la Yesu. Baba nisaidie. Katika jina la Yesu. Niumbie moyo wa shukrani. Niumbie moyo wa kushukuru. Katika jina la Yesu. Amen. Ingia kwenye maombi ya kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni shama. Wewe ni shama. Wewe ni shama. Mungu nakushukuru. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya maisha ya mchungaji Isaki. Ninakushukuru kwa ajili ya maisha ya kanisa la Kahama. Ninakushukuru Bwana, ninakushukuru mno. Ninakushukuru hata ujinsi ulivyotuunganisha hivi. Baba, tunakushukuru, si kwa mapenzi yetu, ni kwa mapenzi yako. Si kwa mapenzi yetu, ni kwa mapenzi yako. Asante Jehova, asante Mungu kwa kila mmoja ambaye umemkusanya mahali hapa katika ibada hii. Pokea heshima Baba, pokea heshima Mwokozi, pokea heshima Mwokozi, pokea heshima Jehova, pokea heshima Mungu wetu, pokea heshima Mungu wetu. Tunatumia muda huu Bwana mchache kukushukuru. Pokea heshima Baba, pokea heshima Baba, pokea heshima Baba, pokea heshima Mwokozi, pokea heshima Yesu, pokea heshima Yesu, pokea heshima Yesu, pokea heshima Baba, pokea heshima Baba. Umetukomboa kwenye dhambi Baba, umetukomboa Baba kutoka kwenye ufalme wa giza, ukatuhamishia kwenye ufalme wa nuru. Pokea heshima Yesu, pokea heshima Baba, pokea heshima Yesu, pokea heshima Baba. Ninakushukuru Baba, tunakushukuru Yesu, tunakushukuru Mungu wetu, umetuhifadhi hata hivi leo, sisi ni akina nani Baba? Pokea heshima Yesu wa milele, pokea heshima Yesu wa milele. Karibu tuko katikati ya mwaka, bado Mungu umetulinda, umetuepusha na ajali, umetuepusha na maradhi, umetuepusha na maradhi makubwa, umetuepusha na vita, umetuepusha na kila namna. Baba tunakushukuru, bado tuko katika wito wako. Yesu pokea heshima, pokea heshima Jehova, Yesu wa milele, pokea heshima Baba.
Yesu pokea heshima. Yesu pokea heshima. Umeendelea Baba kutuhifadhi. Umeendelea Baba kutuhifadhi. Umeendelea Baba kutuponya, kutuepusha na majanga kadha wa kadha. Yesu wa milele, hakika tunahitaji kukushukuru. Hakika tunahitaji kukushukuru. Tuumbie moyo wa shukrani. Tuumbie moyo wa shukrani. Yesu wa milele Mwokozi. Yesu wa milele Mwokozi. Tuumbie moyo wa shukrani Baba. Tuumbie moyo wa shukrani. Asante Yesu wa milele. Asante Yesu wa milele. Asante Yesu wa milele. Asante Baba mkombozi. Asante Baba mkombozi. Ni wewe peke yako Baba. Ni wewe peke yako Mwokozi. Pokea heshima Yesu wa milele. 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 Wewe ni Shama. Wewe ni Elohimu. Wewe ni Elohimu. Pokea heshima Mwokozi. Pokea heshima Yesu wa milele. Tunakushukuru Baba. Tunakushukuru Baba. Tunakushukuru Baba. Tunakushukuru Mwokozi. Hata kwa uwepo Baba wa watumishi wako Baba, hata kwa uwepo wa madhabahu hii ambayo Bwana umeitengeneza kwa jina lako na kwa gharama ya damu yako, na kwa gharama ya damu yako Yesu wa milele Mwokozi. Tunakushukuru mno Baba. Tunakushukuru mno Baba. Tunakushukuru mno Baba. Utatushangaa tusipokushukuru Yesu, utatushangaa tusipokushukuru. Utatushangaa umetutoa mbali. Tumekutana na mengi, lakini bado Baba Yesu, kwa msaada wako bado umetushikilia. Bado umetushikilia. Tulipitia mambo mengi yanayokatisha tamaa. Tulipitia mambo mengi yanayovunja mioyo, lakini bado umetushikilia. Sisi ni watoto wako Baba. Tunakushukuru Baba. Tunakushukuru. Tunakushukuru Baba. Umelihifadhi kanisa lako Yesu wa milele Mwokozi. Yesu wa milele Mwokozi. Pokea heshima na utukufu. Pokea heshima na utukufu. Pokea heshima na utukufu. Pokea heshima na utukufu. Baba Mungu mkombozi, pokea heshima na utukufu. Yesu wa milele Mwokozi, pokea heshima na utukufu. Pokea heshima na utukufu. Yesu Baba mwenye rehema, pokea heshima na utukufu. Pokea heshima na utukufu. Pokea heshima na utukufu. Tunakushukuru Mungu wetu. Tunakushukuru Mungu wetu. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili hata ya ndoa zetu. Umezihifadhi Baba. Umezihifadhi Baba. Umezihifadhi Baba. Ndoa sasa hivi zinapitia shida. Watu wanapitia magumu katika ndoa. Yesu wa milele Mwokozi, lakini sisi bado umetushikilia. Sisi na ndoa zetu bado umetushikilia. Mungu tunakushukuru Baba. Tunakushukuru Yesu. Pokea heshima na utukufu. Pokea heshima na utukufu. Pokea heshima na utukufu. Pokea heshima na utukufu. Hali bado ni mbaya, lakini bado Mungu umetushikilia. Yesu wa milele Mwokozi. Yesu wa milele Mwokozi. Yesu wa milele Mwokozi, bado umetushikilia Baba. Yesu wa milele Mwokozi, pata nafasi ya kuona shuhuda nyingi ya wazazi wakiwa peke yao, wanalea watoto peke yao, lakini sisi Baba umetushikilia. Umetushikilia Baba, sisi pamoja na familia zetu. Pokea heshima Yesu wa milele. Pokea heshima Yesu wa milele. Pokea heshima Yesu wa milele. Hatuna cha kulipa. Hatuna cha kulipa gharama unayotumia Yesu kwa ajili ya maisha yetu. Pokea heshima Yesu wa milele. Pokea heshima Yesu wa milele. Pokea heshima Yesu wa milele. Pokea heshima Baba. Tunakushukuru. Tunakushukuru Yesu wa milele. Tunakushukuru Yesu wa milele. Tunakushukuru Yesu wa milele hata kwa nafasi ya ibada unayotupa hii Yesu. Pokea heshima Baba yetu. Pokea heshima Baba yetu. Pokea heshima Baba yetu. Si kwa ujanja wetu, si kwa ujanja wetu Baba, wala kwa akili zetu. Bado Baba unatushika. Bado Baba wewe unatushika. Bado Baba wewe unatushika. Yesu pokea heshima. Yesu pokea heshima. Yesu pokea heshima. Yesu pokea heshima. Tunakushukuru mno. Tunakushukuru mno. Tunakushukuru mno. Tunakushukuru mno. Tunakushukuru mno. Baba tunakushukuru. Baba tunakushukuru. Tunasogea mbele zako. Tunasogea magotini pako. Yesu pokea heshima. Hatuna maneno mengine zaidi ya kukushukuru. Zaidi ya kukushukuru. Zaidi ya kukushukuru. Tunakushukuru Baba kwa sababu umetupata nafasi ya kushika maiki hizi na kusema maneno yako. Bado ni kwa sababu wewe umeruhusu Yesu. Umeruhusu Yesu. Angalia upendo uliopo kati yetu Baba. Ni upendo wa ajabu. Ni upendo wa ajabu. Ni upendo wa ajabu. Ni kwa sababu wewe ni pendo. Ni kwa sababu wewe ni pendo.
Yesu wa milele Baba, tunakushukuru Yesu wa milele, tunakushukuru Yesu wa milele. Wewe Mungu ni pendo, wewe ni Mungu ni pendo. Endelea kutuunganisha Baba kama kanisa lako, endelea kututia nguvu kama kanisa lako, endelea kutusaidia, endelea kutusaidia, endelea kutusaidia, endelea kutusaidia Baba, endelea kutusaidia Baba, endelea kutusaidia Baba. Tutie nguvu Yesu wa milele, tutie nguvu Yesu wa milele, tupate kukushukuru, tupate kukushukuru Baba, tupate kukushukuru. Unastahili kushukuriwa, unastahili kushukuriwa Yesu wa milele, unastahili Yesu wa milele, unastahili Yesu wa milele, unastahili, unastahili Baba. Tungelikuwa wapi, tungelikuwa wapi, tungelikuwa tumeshakufa sisi Baba, lakini kwa neema yako, lakini kwa neema yako tu Baba tunapumua Yesu. Yesu tunapumua Baba, mpaka leo bado tupo. Ni kwa sababu wewe ni unafadhili, ni kwa sababu fadhili zako ni mpya kila siku. Kwenye kitabu cha Maombolezo ile 3:22 Yesu unasema wazi ya kwamba ni huruma zako ndio maana tuangamii, kwa sababu shetani anatafuta tumeze. Sawa sana kitabu cha Petro wa kwanza ile 5:8 anazunguka huku na huku akitafuta tumeze, akitafuta ameze kanisa, ameze ndoa, ameze biashara, ameze uchumi, ameze Baba, ameze mapatano yetu, ameze Bwana umoja wetu. Anatafuta ameze, anatafuta ameze, shetani anatafuta ameze, lakini Yesu umetushikilia, Yesu umetushikilia. Pokea heshima na utukufu, pokea heshima na utukufu. Kuna wakati tunapitia vita ngumu kazini, katika mapito, katika utafutaji, tunapitia vita ngumu, lakini bado Mungu unatushikilia. Hujaacha tuaibike, hujaacha tuishiwe, hujaacha Baba tuishiwe. Kuna wakati mwingine adui aliinua watu wa kutucheka, aliinua watu wa kutuangamiza, aliinua watu wa kutufedhesha, lakini Baba ulisimama katikati yao, ulisimama katikati yao, ukatuinua tena Baba. Tulikuwa watu wa kuchekwa, tulikuwa watu wa kuangamia, tulikuwa watu wa kufedheshwa, lakini Mungu ulisimama katikati yetu, ukasema hapana, sisi ni watoto wako. Mungu, tunapataje nguvu ya kushindwa kukushukuru Baba? Pokea heshima, pokea heshima Yesu, pokea heshima Yesu, pokea heshima Yesu. Kweli tumekukimbilia wewe ili tusiaibike, ndio maana tuko tunakushukuru Baba. Pokea heshima Mungu, pokea heshima Yesu wetu, pokea heshima Yesu wetu, pokea heshima. Tunamaanisha uheshimiwe, uheshimiwe Yesu, uheshimiwe Yesu, uheshimiwe Yesu, uheshimiwe Yesu. Yesu uheshimiwe. Wewe ni shama, wewe ni shama, wewe ni shama, wewe ni shama, wewe ni shama. Litukuzwe jina lako, litukuzwe jina lako, litukuzwe jina lako Baba, litukuzwe jina lako Baba, litukuzwe jina lako Yesu mkombozi. Yesu, litukuzwe jina lako Baba, litukuzwe jina lako. Upendo uliotupenda ni wa ajabu Yesu, litukuzwe jina lako Baba. Yesu, litukuzwe jina lako. Katikati ya usiku huu tunasema litukuzwe jina lako Yesu, litukuzwe jina lako Baba, litukuzwe jina lako Baba, litukuzwe jina lako Yesu, litukuzwe jina lako Bwana, litukuzwe jina lako. Umetuhifadhi kwa mengi Baba, umetuhifadhi kwa mengi Baba, umetuhifadhi kwa mengi Baba. Yesu wa milele, tunakushukuru, tunakushukuru Bwana, hata kwa ajili ya nchi yetu bado umeilinda. Tunakushukuru tu Baba, tunakushukuru tu Baba, tunakushukuru tu Baba, tunakushukuru tu Baba. Yote kwa yote Baba, sisi umetuagiza tukushukuru, tuombe na kushukuru, tuombe na kushukuru Baba, tunakushukuru. Awamu hii tunakushukuru Yesu. Pokea heshima Yesu, pokea heshima Yesu, pokea heshima kwa ajili ya vitu ulivyotupa. Pokea heshima Baba, pokea heshima Yesu wa milele, pokea heshima Baba, hata kwa ufahamu huu Yesu wa milele.
Mtumishi wako Paulo anasema macho yetu yatiwe nuru ili tupate kujua jinsi ya utajiri wa kukujua wewe ulivyo, na jinsi tumaini lilivyo na lilivyo. Baba, tujue. Yesu tunakushukuru, 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 Yesu tunakushukuru. Pokea heshima Baba, pokea heshima Baba, pokea heshima Baba, pokea heshima Mwokozi, pokea heshima Mwokozi, pokea heshima Mwokozi. Mungu wetu, pokea heshima, pokea heshima Yesu wa milele, pokea heshima Yesu wa milele, pokea heshima Yesu wa milele. Tunakushukuru Bwana hata kwa ajili ya watoto wetu. Pokea heshima kwa ajili ya watoto. Yesu tunakushukuru, Yesu tunakushukuru, Yesu tunakushukuru. Asante kwa ajili ya watoto, asante kwa ajili ya umama, asante kwa ajili ya vijana, asante kwa ajili ya baba. Yesu wa milele Mwokozi, tunakushukuru Jehova, tunakushukuru Jehova, tunakushukuru Jehova, tunakushukuru Jehova, tunakushukuru Jehova kwa ajili ya watumishi wako wote wanaosimama madhabahuni. Yesu tunakushukuru, Yesu tunakushukuru kwa sababu umetupa viongozi wazuri uliowachagua wewe. Yesu pokea heshima, Yesu pokea heshima, Yesu pokea heshima, Yesu pokea heshima. Baba, pokea heshima, pokea heshima kwa ajili ya mafunuo kadha wa kadha ambayo unazidi kuiachilia Mungu kwa madhabahu yako. Tunakushukuru Baba hata kwa ujazo wa Roho Mtakatifu, hata kwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Yesu tunakushukuru kwa ajili ya vita vingi ambavyo Baba umetuepusha. Yesu tunakushukuru, bado tunaendelea kukushukuru Baba. Pokea heshima Baba, pokea heshima Baba, pokea heshima Yesu, pokea heshima Yesu, pokea heshima, pokea heshima Bwana hata kwa ajili ya maandalizi ya mkutano wetu Baba wa mwezi wa 6. Tunaendelea kukushukuru Yesu, tunaendelea kukushukuru Baba, tunaendelea kukushukuru Baba, tunaendelea kukushukuru Yesu, tunaendelea kukushukuru Yesu. Yesu wa milele, pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima Yesu, 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 pokea heshima. Baba, pokea heshima Baba, pokea heshima Baba, pokea heshima. Dhabihu za kukushukuru, hizi ni 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 dhabihu za kukushukuru. Baba, pokea heshima 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 Baba, pokea heshima. Yesu wa milele, pokea heshima Baba, pokea heshima. Kuna siri kubwa kwenye kukushukuru, kuna siri kubwa kwenye kukushukuru, kuna siri nzito kwenye shukrani. Yesu, kuna siri nzito kwenye shukrani, kuna siri nzito kwenye shukrani. Baba, pokea heshima zote, pokea heshima zote, pokea heshima zote, pokea heshima zote. Baba, pokea heshima Baba, pokea heshima, pokea heshima zote Baba, pokea heshima Mwokozi, pokea heshima Yesu wa milele, pokea heshima Yesu wa mbinguni, pokea heshima zote, pokea heshima zote Baba, pokea heshima Yesu, pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima zote, pokea heshima ya midomo yetu, pokea heshima ya mioyo yetu, pokea heshima Baba ya maneno yetu, pokea heshima Baba. Dhabihu za kukushukuru, dhabihu za kukushukuru, dhabihu za kukushukuru Baba, dhabihu za kukushukuru. Tunakushukuru Mungu wetu, tunakushukuru Mungu wetu, tunakushukuru Mungu wetu, tunakushukuru Mungu wetu. Yesu, pokea heshima Yesu, pokea heshima, pokea heshima Baba, pokea heshima Mwokozi wetu, pokea heshima Mwokozi wetu, pokea heshima Mwokozi wetu, pokea heshima Yesu wa milele, pokea heshima Baba mtakatifu, pokea heshima Yesu wa milele, pokea heshima Baba yetu, pokea heshima Mungu wetu, pokea heshima Yesu wa milele, pokea heshima Baba, pokea heshima Mwokozi wetu, pokea heshima Yesu wa milele, pokea heshima zote, pokea heshima zote, pokea heshima zote Baba Mungu wetu, pokea heshima katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, pokea heshima zote Yesu, pokea heshima zote katika jina la Yesu Kristo. Yesu, katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Pokea heshima zote Baba, pokea heshima zote Baba,
pokea heshima na shukrani zetu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea heshima zote, pokea heshima zote, pokea heshima zote. Yesu, pokea heshima zote. Baba, pokea heshima zote. Shama, 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 Elohim Adonai, shama, 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 Elohim Adonai, shama, 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 Shama,
Asante Baba, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante, asante Yesu wetu, asante Yesu. Pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima, pokea heshima Yesu, pokea heshima Baba, pokea heshima, pokea heshima. Basi unaweza ukarejea kwenye kiti chako, unaweza ukarejea kwenye kiti chako, unaweza ukarejea kwenye kiti chako. Jesus, Jesus, Jesus. Njoo kwenye kiti, tajie faida za kumshukuru Mungu. Nikutajie tuziandike, halafu nimkaribishe mchungaji Isaac aweze kumalizia. Kuna faida za kumshukuru Mungu, kuna faida za kumshukuru Mungu. Jesus, kuna faida nyingi katika kumshukuru Mungu. Faida za kumshukuru Mungu, faida za kumshukuru Mungu. Nataka nikutajie faida kadhaa, tufafanue siku nyingine. Nataka nitaje tu faida ya kwanza kuna faida nyingi za kumshukuru Mungu. Ziko nyingi mno, hatuwezi kuzimaliza, hatuwezi kuzimaliza. Faida ya kwanza ya kumshukuru Mungu, kumshukuru Mungu huamsha nguvu za Mungu za kukusaidia kwenye pito lako. Faida za kumshukuru Mungu ziko nyingi, hatuwezi kuzimaliza, lakini faida ya kwanza ya kumshukuru Mungu, huamsha nguvu za Mungu kukusaidia kwenye pito lako. Bwana asifiwe sana. Faida za kumshukuru Mungu ziko nyingi, hatuwezi kuzimaliza. Usiku umeendelea sana. Sasa hivi ni saa 7 naelekea saa 8. Bwana asifiwe sana. Lakini faida ya kwanza, huamsha nguvu za Mungu kukusaidia kwenye pito lako. Faida ya pili, tutaje siku nyingine, tutafafanua siku nyingine. Faida ya pili, faida ya pili ya kumshukuru Mungu, hutengeneza moyo wa kuridhika. Hutengeneza moyo wa kuridhika. Kwa sehemu nyingine inaitwa roho ya wepesi au utulivu. Faida ya kumshukuru Mungu ya pili, hutengeneza moyo wa kuridhika. Mtu asiye kuwa na moyo huo hawezi kushukuru. Hawezi kushukuru hata ungemtendea nini, hawezi kushukuru. Zaburi ya 51 mstari wa 12 anasema, unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Unirudishie furaha ya wokovu wako, furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Furaha ya wokovu huja tunapomshukuru Mungu. Tunapomshukuru Mungu. Furaha huja tunapomshukuru Mungu. Kwa hiyo faida ya pili, unapokea moyo wa kuridhika. Moyo wa kuridhika. Faida ya tatu ya kumshukuru Mungu ni mbinu. Kumshukuru Mungu ni mbinu ya kupinga hila za shetani. Ni mbinu mojawapo. Tufafanue siku moja. Faida ya tatu ya kumshukuru Mungu, kumshukuru Mungu ni mbinu ya kupinga hila za shetani.
Na ndio maana wakati Ayubu anagombanishwa na Mungu, alipoambiwa moto kutoka mbinguni ulishuka ukaua wanyama wote, mifugo, mimi tu kuletea habari, bado Ayubu alibaki na moyo wa kumshukuru Mungu. Alibaki na moyo wa kumshukuru Mungu, kupinga hila za shetani, kwa sababu usipomshukuru Mungu, shetani anakuwa na nguvu, au ana maneno ya kishetani yanakuwa yanapita kwa nguvu kwenye ufahamu wako, unaweza ukayumba. Faida ya nne. Faida ya nne ya kumshukuru Mungu. Faida ya nne ya kumshukuru Mungu, huthibitisha, labda tutumie sentensi, huthibitisha ya kwamba wewe unamtegemea Mungu. Huthibitisha ya kwamba wewe unamtegemea Mungu. Shukurani zako kwa Mungu huthibitisha ya kwamba wewe unamtegemea Mungu. Wewe unamtegemea Mungu. Na ndio maana Ayubu akasema, nitoka tumboni mwa mama yangu ni uchi, nitarudi ni uchi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ayubu alijua alitoka tumboni mwa mama yake akiwa hana watoto, na alitoka tumboni mwa mama yake akiwa hana zile jozi 500 za kondoo, hakuwa nazo. Kwa hiyo kwa vile vilitoka kwa Bwana, vimerudi kwake, haina shida. Kwa kushukuru huthibitisha ya kwamba wewe unamtegemea Mungu. Unamtegemea Mungu. Na Mungu anataka tu athibitishe hilo. Akisha lithibitisha na kurudishia. Kwa sababu anagundua sasa kwamba hivi vitu havina madhara kwa huyu. Mchungaji alinitumia mstari mmoja, nimeutafakari njia nzima. Ule mstari unasema hivi. Hivi unasemaje baba? Unasemaje? Kwamba na asiyekubali kuacha vyote hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Angalia mtego. Sasa Mungu anathibitishaje kwamba umeacha vyote? Kwa sababu hatuachi tu dhambi, vyote. Kwa sababu ukiacha dhambi, ukaletewa vile vibebeo vya dhambi, utairudia dhambi. Kwa sababu dhambi, ni kweli shetani anatufunga kwa kutumia sheria ya dhambi na mauti. Yeye anatumia hiyo sheria. Sio kwamba anatufunga tu, anatumia sheria ya dhambi na mauti. Maana yake na hata shetani anatumia uhalali. Sasa kama dhambi inakuja na vitu fulani, kwa sababu hata wanaomtumikia shetani sio kwamba wanamtumikia bure, kuna vitu fulani wameahidiwa. Hata shetani wakati anashawishi theluthi ya malaika, akiwa anashawishi shetani kwenye Ufunuo, au tuangalie hapa kwenye Ufunuo haraka, kwenye Ufunuo 12 hapa, aliwashawishi kwa kuahidi. Sio kwamba wale malaika waliahidiwa, japo kulikuwa ni uongo, lakini waliahidiwa. Ufunuo wa Yohana 12. Nadhani tuanzie mstari wa ngapi? Wa 7. 12:7. Ndio. Neno la Mungu linasema. Anasemaje? Kulikuwa na vita mbinguni. Ndio. Mikaeli na malaika zake. Ndio. Wakapigana na yule joka. Ndio. Yule joka naye akapigana nao. Ndio. Pamoja na malaika zake. Ndio. Nani anaendelea kusema? Ndio. Nao hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Asante. Hebu turudi hapa kwenye mstari wa ngapi? Mstari wa
3 na 4. Hapo hapo 12. Ufunuo 12:3 neno la Mungu linasema. Anasemaje? Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Ndio. Na tazama joka kubwa. Ndio. Na tazama joka kubwa jekundu. Ndio. Alikuwa na vichwa 7. Ndio. Na pembe 10. Ndio. Na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Ndio. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni. Ishi hapo. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni. Hapa alikuwa anamaanisha malaika. Unaona? Sasa malaika walikuwa wanang'aa kama nyota. Ndio maana Lucifer mwenyewe anaitwa nyota ya alfajiri. Sasa hii nyota ilizimika, ndio maana nakwambia baadaye dunia ikawa giza. Mwanzoni Mungu alipoumba, kabla shetani hajaasi, dunia ilikuwa ni bustani iliyokuwa imepambwa kwa zile nuru na miangaza iliyokuwa inawaka. Shetani alikuwa anawaka, alikuwa na madini yanayowaka mwanga, yanang'aa. Kwa dunia ilikuwa imepambwa, japokuwa haikuwa na miti, haikuwa na nini, lakini ilikuwa na madini yanayong'aa ya shetani. Zumaridi, akiki, akuti, siwi na nini, yametajwa pale mengi sana. Na iliitwa bustani ya Mungu, Aden. Ilikuwa ni kama ofisi ya shetani ya kufanyia kazi. Enzi zile Lucifer hajamwasi Mungu. Sasa alipoasi, zile miangaza zikazimika, giza, akalaniwa. Ile laana ya Mungu ndio ikatokeza kitu kinaitwa giza. Kwa alikuwa ni nuru, nyota alfajiri, akazimika kwa sababu ya ile laana ya Mungu. Ule mwangaza na mianga yake yote ikazimika, akawa giza mpaka leo. Ndio maana anaitwa mfalme wa giza, mkuu wa giza hili. Shetani akawa giza totoro, na mahali pake palipokuwa na utukufu pakawa ukiwa. Sasa aliwezaje kuwarubuni hawa malaika? Anasema theluthi. Alikuwa na rubuni, na yeye alikuwa, yani sio kwamba na wao walifanya dhambi wakiwa wanaiona kwamba ni mbaya. Ilikuwa inavutia kama inavyotuvuta sisi duniani. Naona ndio maana anasema anakokota theluthi. Kumbuka wana wao hawakujua kwamba Mungu atakuja baadaye sasa ahitimishe na jehanamu. Hawakujua. Wao walijua tu kwamba shetani atashinda, akishashinda wao ndio watakuwa viranja. Alafu yeye atakuwa mwalimu mkuu. Basi hawakujua. Ni sana leo tunaposema kwamba jamani kuna moto. Kuna watu bado hawaamini. Kuna watu bado hawaamini. Ila siku ile sasa atakapoona ule uhalisia, ndipo sasa hivi kumbe moto upo. Hivi kumbe kuna hiki na hiki. Sasa utasema kama tajiri kwamba naomba dakika hii moja tu kwanza hata usiponiokoa mimi nikahubiri. Unajua bwana, sio kwamba alikuwa anajiombea yeye. Yaani anaona kwamba mimi kweli naona kasa haitawezekana. Ila sasa nikaokoe tu hata wengine sasa wasije huku. Yaani kawa na huruma tayari. Alishindwa kumhurumia yule ambaye vidonda vyake vinalambwa na nani? Na mbwa. Anahurumia wengine sasa tena. Ujue sasa ni mateso ya aina gani. Nakumbuka ile ni kuzimu tu, bado ile jehanamu ya moto yenyewe bado. Kwa shetani na yeye anavishawishi, anavuta. Ndio maana aliweza kuwavuta hata wa malaika. Sasa kwa sababu sisi tumeweza kwa sehemu kubwa kuzijua hila zake, tunapomshukuru Mungu anatuongezea sasa uwezo. Hiyo ndio faida ya 5 ya mwisho, uwezo wa kumshinda adui. Umefichwa kwenye kumshukuru Mungu. Ndio maana akasema msijisumbue kwa neno lolote. Yaani wewe unapitia ziki, usisumbuke. Unapitia matatizo, usisumbuke. Yaani usisumbuke, yaani mbinu ni moja tu. Ni kuomba
pamoja na kufanyaje? Na kushukuru. Basi ni njia kama vile ya kijinga eti. Ni njia kama vile dhaifu. Ndio maana wakati mwingine inakuwa ngumu, wakati mwingine kueleweka kwa watu wenye akili za duniani au hekima ya duniani. Wanashindwa kuelewa kwamba maana kushukuru tu alafu Mungu atanisaidia. Napitia ziki alafu nishukuru. Sasa ndio njia tuliyopewa. Msijisumbue kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba na kufanyaje? Na kushukuru. Watu wa Mungu, tujifunze kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Tujifunze kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana kwa kuja Kahama. Hizo zilikuwa ni salamu zangu. Ninawapenda sana. Mchungaji Isaac na mama uje basi huku niko na gaaga uje sasa huku nikukabidhi kijiti. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu wa Kahama, nawapenda mno. Naendelea kuwakumbusha jamani, tunao mkutano. Kwa tuendelee kuomba kwa ajili ya mkutano, tuendelee kulitia jina la Bwana, lakini zaidi sana kushukuru, kumshukuru Mungu hata kwa nafasi aliyotupa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mimi nawashukuru watu wa Mungu. Nimeshiriki mkesha japokuwa nimechelewa kidogo. Nitamani tuanze pamoja, lakini nimeiona neema ya Mungu. Mimi hapa kwa kweli ni kambi yangu kuu. Bwana asifiwe sana. Tutaongea na pastor baadaye kwa sababu tulikuwa na kikao fulani Mwanza. Jamani, sisi kanisa la Mwanza, yani nyie ni wazazi wetu. Bwana asifiwe sana. Kwa mimi nikija huku ninakuja kuchota nguvu. Kwa narudi na nyumbani na nguvu za kutosha. Nimechota nguvu kwenye mkesha. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana. Karibuni sana Mwanza. Karibuni sana Mwanza. Nani amejipanga kukosa? Nani amejipanga kukosa? Nani aliota ndoto kwamba ameshindwa kufika? Naona wote tuna ushindi. Mungu awabariki sana. Namshukuru Mungu sana. Karibuni sana. Karibuni sana. Hakuna aliyeota eti? Nani aliota? Yupo. Nani? Hayupo aliyeota. Baba Mungu akubariki sana basi. Amina. Amina. Nitumie nafasi hii pia, ila mimi nitakuwa siyaki kwa sababu hapa ni nyumbani. Naweza nikaaga alafu tena mkashangaa Jumapili nipo. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Haleluya. Amen. Mshukuru Mungu sana kwa ajili ya fundisho lenye neema sana sana. Mungu akubariki sana baba. Japo ulikuwa speed sana. Kwa jaribu kukamega ka muda, lakini tukasema tu hata kama unapita basi tunatamani utuachie baraka kidogo. Tunamshukuru Mungu amekufikisha salama. Na kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Yanayotokea natisha. Yanayotokea tu huko barabarani huko yanatisha. Juzi tu pale kulikuwa na kijana fulani hivi walikuwa natengeneza garage na kina Faida. Ilipata ajali, waligongana pikipiki kwa pikipiki. Yaani mfupa ukabaki pale. Mfupa wa upande huu ukabaki pale. Walikufa wote. Sasa mtu anafika tu pale anapiga picha ule mfupa yani. Alafu mwanadamu kumbe ni kitu dhaifu sana ujue. Sijui tunatoaga wapi. Hebu pikipiki tu yani mtu anasamu huu mfupa ulichomoka hivi. Na kipindi sasa unawabeba pale kuwapeleka hospitali ndio wakawa wameuacha. Kwa hiyo tuko napiga picha pale. Lakini pia siku natoka mimi Msoma nafika tu pale Phantom. Na nikasikia kuna kijana mmoja alikuwa anatengeneza umeme huu. Sasa alivyokuwa anatengeneza umeme akawa anapigiwa simu na mke wake. Mke kama namalizia tu hapa. Ndani dakika 20 nitakuwa nimeshafika hapo. Sasa ile anamalizia amemaliza sasa ainuka hivi. Kumbe bana amegusa kwenye ule umeme mkubwa. Ipigwa shoti ikawaka moto pale. Mafundi wenzao akakimbia, baadaye wakarudi kuja kumuokoa. Akaanza kuona mchokono hivi na mti. Ila anajigeuza hivi ndo akaulalia sasa. Yaani alibabuliwa. Yaani alifia pale mpaka anakuja wanafanikiwa kumtungua pale kumtoa. Anafika chini.
zamani mno alishaondoka. Sasa ukiangalia matukio kama hayo, unasema tu hebu tubakije kwa Mungu, kwa sababu muda mwingine hata bima ya kuishi hapa duniani ni haieleweki. Haieleweki. Kwa hiyo ni vyema tu tubaki kwa Mungu. Kama Biblia inavyosema, heri wafao katika Bwana, naam wapate kupumzika baada ya taabu zao. Kunaitwa kupumzika. Nilikuwa najaribu kuangalia, mara nyingi Biblia imetumia lugha nyepesi sana juu ya mtu aliyekufa katika Kristo Yesu. Sehemu nyingine, wale waliokwisha kulala. Unaona? Hawatawatangulia wale waliokwisha kulala. Kwa hiyo midhambi ndio inatufanya tunakiogopa sana kifo. Lakini Paulo sehemu nyingine anasema kwenye Wakorintho wa 2:5, anasema nasi tuwajua nyumba ya maskani ya dunia ikiharibiwa, tunalo jengo jingine, nyumba isiyofanywa kwa mikono ya wanadamu. Anasema maana mimi natamani nitoke kwenye huu mwili, maana katika mwili huu twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu la milele. Kwa hiyo tuendelee kujitakasa sana sana sana, lakini pia tumshukuru Mungu. Ukitoka hapa leo, tumetoka hapa na Amosi kwenda center, tumepishana ajali ngapi? Zitaje nyingi uzikumbuki. Tunashangaa tu wa bajaji huyu hapa. Tunakuja kutoka hapo tena sehemu tena, jamaa ameingia vibaya hapo, atutukana na matusi. Senge sana nyie. Sema na wewe sio wewe. Umevurugwa. Sasa kutoka tu hapa kwenda Phantom ajali karibia 3. Sasa unaweza ukaona ni namna gani dunia ilivyoharibika. Mpaka nilianza kumuona Amosi sasa anaanza kuendesha kwa kuvibrate kabisa. Ilikuwa kama tunakatishia pale Phantom. Akaona tu magari mengi, akasema twende tukapitia huko chini. Sema haya bwana. Kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mungu hata kwa zawadi ya uzima. Unaweza kuona ni kitu kidogo. Na mimi nimejaribu alipokuwa nafundisha pastor, nikajaribu kufikiria. Unajua mimi Mungu anapenda kuwaza sana. Alipokazia sana kwenye kushukuru, akili yangu ikashtuka. Sasa nikajaribu kufikiria, hivi kinyume cha kushukuru ni nini? Kinyume cha kushukuru ni nini? Kinyume chake sasa neno shukuru, kushukuru. Kinyume chake ni kukufuru. Kinyume cha kushukuru ni kukufuru. Ndio maana Yesu alipotenda miujiza pale akatoa pepo, badala wamshangilie wakaanza kumuita Beelzebuli, aliumia mno. Akasema dhambi zote atakazofanya mwanadamu atafanyaje? Lakini yule atakaye mkufuru roho wa Mungu hata samehewa. Ndio maana mimi nasema ile ni dhambi ya watu waliookoka, waliokwisha kuionja ladha ya wokovu, ladha ya Roho Mtakatifu. Wakirudi kwenye ubaya na wakatenda ubaya kwa kiwango ambacho Roho Mtakatifu akalia akiondoka, hapo sasa nakuwa ameingia kwenye eneo la kukufuru. Kwa hiyo kama tusipokuwa watu wa kushukuru, tutakuwa watu wa kukufuru. Na Mungu atusaidie sana 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 sana. Na tuendelee kutafakari katika uwepo wa Mungu, na tuendelee kujiandaa na huo mkutano. Najua tu Baba watafika wengi tu. Maana mioyo yetu ina shauku sana. Tutafika tu hapo. Tuombe Mungu atupe uzima sana. Basi kwa kusema hayo, naomba tukaimbe tenzi moja tukamshukuru Mungu. Tuimbe tenzi moja tukamshukuru Mungu, na baada ya pale najua na mazungumzo na pastor wangu hapa. Na mimi na kamda katakuwa kamesogea. Mia 23. Imeketi mimi naleki kwa
gizani nangojea macho. Ewe Bwana Yesu mwenye wokovu, ondoa dhambi zangu zito. Huruma unaona. Yes. Oh. Imeketi pofu gizani nangojea macho. Ewe Bwana Yesu mwenye wokovu, ondoa dhambi zangu. Imeketi pofu gizani nangojea macho. Ewe Bwana Yesu mwenye wokovu, ondoa dhambi zangu. Huruma unaona gizani nangojea macho. Sasa nitangaze nikusikie, Yesu na dhambi zangu. Huruma unaona gizani nangojea macho. Sasa nitangaze nikusikie, Yesu na dhambi zangu. Tangu siku nyingi nilipokuwa natamani usoni mwako. Ewe Bwana Yesu mwenye baraka, sema neno nasikie. Tangu siku nyingi nilipokuwa natamani usoni mwako. Ewe Bwana Yesu mwenye baraka, sema neno nasikie. Huruma unaona gizani nangojea macho. Sasa nitangaze nikusikie, Yesu na dhambi zangu. Huruma unaona gizani nangojea macho. Sasa nitangaze nikusikie, Yesu na dhambi zangu. Imeketi
Funika macho yako. Jehova Baba wa milele, tunakushukuru. Tunakushukuru tena na tena Bwana, umetuhudumia. Tumeona mkono wako na neema yako. Tumepata tu hata nafasi ya kulitaja jina lako. Baba, tumeliimbia jina lako. Tumejifunza kwa habari ya uweza wako. Tumejifunza kwa habari ya nguvu ya kushukuru. Tumejifunza jinsi ya kushukuru. Ndiyo maana wanafunzi waliposema uwafundishe kuomba, Baba, tumejifunza kwamba wakushukuru wewe. Nasi imetupasa katika maombi yetu Bwana, tujue jinsi ya kukushukuru. Baba, tulishukuru jina lako siku zote za maisha yetu. Asante kwa ajili ya mchungaji Musa, kwa namna ulivyomtumia ili alifikishe neno hili. Baba, neno hili tunalipokea. Tunaomba utupe tu moyo na nguvu ya kuliishi. Tusiwe wasikiaji tu, halafu tusiwe watendaji. Tupe moyo wa kushukuru. Tupe moyo wa kukushukuru wewe. Tupe moyo wa kukushukuru. Baba, panda hiyo nia ndani yetu. Tunalibariki jina lako. Tunaliinua jina lako. Hata tunapopata muda wa kupumzika, Bwana, jitolee heshima na utukufu. Endelea kutulinda, endelea kututetea. Tunaliinua jina lako na kulibariki jina lako katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu awabariki sana sana sana.